Ni kwamba viongozi wa muungano wa wafanyabiashara mjini Nyahururu wamelaani vikali vurugu katika mikutano ya kisiasa, wakisema kuwa hali hiyo huenda ikaathiri biashara nchini. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Laban Muhinda atuarifu zaidi. Naam, Onsare, shukran sana. Na katika matukio ya kaunti hii leo, viongozi wa wafanyabiashara mji huu wa Nyahururu wameweza kuitisha vikao na wanahabari ili kuzungumzia masuala na vita vinavyoshuhudiwa katika mikutano ya siasa. Kwa sasa wacha tujiunge na viongozi hao tusikie wana yepi ya kusema. Karibu ndani ya TV47, tueleze wewe ni nani huku Nyahururu na unalichukulia swala hili la vita katika mikutano ya kisiasa kwa njia gani? Kwa majina naitwa Jega Francis, mimi ndiye mwenyekiti wa wafanyabiashara ama business community chairman hapa mjini Nyahururu. Na kwangu nataka kusema ya kwamba nililaani kile kitendo ambacho kilifanyika pale Othaya Wetima katika mambo ya siasa. Maana nilionelea kwamba tukienda katika huo mtindo taifa letu litakuwa mbaya sana. Kwa hivyo kwangu na wananchi wengi walikasirishwa na hilo kitendo, kwa maana hakuna mtu ambaye hana uhuru wa kuenda kanisani na kuomba na kusali na kuongea na watu pale. Kwa hivyo hicho kitendo ambacho kilifanywa mkumbwa ama mwenyekiti wa chama cha DCP ambapo watu wengi wako, tulichangaa sana kwa hicho kitendo, na tunaomba serikali tafadhali ichukue mikakati ambayo inafaa. Ni jambo la kuhuzunisha kuona ya kwamba waziri wa usalama akisema ya kwamba hawa watu hawajui. Kwa hivyo tunajiuliza sisi kama Wakenya, kwani tuko katika hali gani? Na mbona tunajiuliza pia kwa nini haya mambo yanafanyika katika mkoa wa Kati? Na tunajua ya kwamba waliochangia kuwa katika serikali hii na kufanya rais wetu ambaye yuko sasa hivi ni watu wa mkoa wa Kati. Bora hizi vita zinapelekwa mkoa wa Kati. Tunalaani kile kitendo. Tunasema serikali ichukue hatua ya haraka kwa wale wote ambao wametajwa, kwa wale wote ambao ni viongozi wa kisiasa, hata kama wako katika serikali. Tunaomba washukuriwe hatua za haraka. Asante. Na bwana, ukikaribia tu hapa, tunaelewa nyinyi ni viongozi wa wafanyabiashara mji huu wa Nyahururu. Iwapo vita hivi vitazidi kushuhudiwa, nyinyi kama wafanyabiashara mtaathirika kwa njia gani? Kwa majina naitwa John Mudia kutoka mwanabiashara wa Nyahururu, Igwamiti Ward. Hii kitendo ilifanyika upande wa Wetima huko Othaya, kanisa la ACK. Ilikuwa ni kitendo baya sana, ambaye ni kitendo haistahili kufanyika, ni kitendo ambaye haistahili kufanyika vile sasa tunaonelea, kwa sababu hii kitendo ilikuwa baya sana. Na tunaona sasa kama kitendo kama hii inafanyika kwa kanisa, ni kama hapa Kenya sisi hatuna serikali, kwa sababu tuliona ilitendeka serikali kiwe na shuhudia. Si tukaona sasa hiyo maneno imetuhusu sana, tumekasirika sana, tukashindwa, kwani hatuko Kenya. Kama sasa askari ambaye anafaa kutulinda ndiye anasimamia watu wapige watu kwa kanisa, sasa sisi tunashindwa. Sasa sisi tunashindwa, sisi tutakaa wapi ama tutakuwa wapi kama wale maaskari wanatulinda ndio wanasimamia watu wapige kanisa na matia gas, wapige hata live bullet kwa kanisa. Sasa inaonekana watu hata kuwa kiabudu kwa kanisa, kwa sababu kama watu wakienda kanisa, kila mtu ako na haki ya kwenda kanisa kuomba Mungu. Hawa watu walikuwa naomba Mungu na walikuwa innocent. Tena nigerani hiyo sako ambaye ni sako ya Nairobi Murang'a, ambaye hiyo sako watu wanafaa wasuie hiyo sako, kwa sababu hiyo sako inaonekana hiyo sako haina discipline. Inafaa sasa, wacha hivyo, ninasikia ati hiyo gari, hiyo driver, hiyo gari ilipewa siku 7. Haifai kupewa siku 7. Hiyo gari inafaa kufukuzwa kwa shamba, kwa sababu inaharibia hiyo shamba. Asante. Na wewe bwana, wito wako nyinyi kama viongozi wa wafanyabiashara mji wa Nyahururu ni upi kuhusiana na masuala ya vita za kisiasa? Mimi naitwa Charles Wahome. Ya kwanza mimi nalaani hiyo kitendo. Hiyo ni kitendo ya aibu, ya ujinga, kwa sababu hata sasa ingine nilikuwa nafikiria, kwani tulikosea kumchagua rais ambaye tulikuwa na peda? Kwa sababu hata yeye anaona hiyo mambo inatendeka, tena inatendeka katika Mount Kenya. Kwa hivyo mimi nalaani hiyo kitendo, na ni kitendo ya aibu, kwa sababu kanisa si mahali ya siasa. Hata kama mimi na wewe tunakosana kisiasa, si wadui. Kwa hivyo kwanza wanasiasa wafikirie kufanya usiasa ama kuongea maoni tofauti, si wadui ati tunaweza kwenda kuharibia mtu mkutano yake ama kanisa
uende ukaharibu wale wako humo ndani na hawana habari ati kuna vita ambayo itatokea. Kwa hivyo mimi nalani hiyo kitendo sana, na kwanza ile mtu naweza kurudia ni president mwenyewe, kwa sababu si wenyewe ndio tulimchagua na tulimchagua tukiwa na mpenda. Kwa hivyo angalia hiyo mambo, na sisi hapana watumwa, tutachagua ule tutakayetaka, hata kama tutakuwa tukimtaka hatutamchagua. Kwa hivyo atushuke sana na angalie mambo ya maslahi ya wananchi wote wa Kenya, sio Mount Kenya, angalie kote, kwa sababu kusije kukafanyika mambo kama haya. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya viongozi wa wafanyabiashara mji wa Nyahururu wakielezea kughadhabishwa kwao na matukio yaliyotukia katika siku ya Jumapili katika kanisa moja kule Othaya, wakisema kuwa serikali lazima iwajibike na kuweza kuchukua hatua ifaayo ili kuhakikisha kuwa vita kanisani, vile vita katika mikutano ya kisiasa imekomeshwa. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Naam, shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo. Tuangazie